lakini baraza la madiwani liendelee kufanya kazi yake ya kuweza kusimamia halmashauri ili kuhakikisha kwamba wanatekeleza majukumu yote ambayo wanapaswa kuyatekeleza, ikiwemo kuweza kujibu hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa usahihi zaidi, sambamba na kuchukua hatua kwa watumishi ambao wanaonekana ndiyo sababu za kuwepo kwa hoja zingine, kwa sababu kuna hoja zingine zinakuwepo kutokana tuna uzembe wa baadhi yetu. Kwa hiyo baraza la madiwani lisisite kuchukua hatua kwa watumishi wazembe ambao wamekuwa wakitusababishia kuwepo kwa hoja ambazo sio za msingi, ili halmashauri yetu iendelee kukidhi vigezo na viwango vinavyotakiwa katika eneo hili. Lakini sambamba na hilo, ndugu mwenyekiti, pamoja na wajumbe wa baraza hili la madiwani, nilikuwa ninapitiwa mwenendo wa ukusanyaji wa mapato katika halmashauri yetu ya Mbozi. Nitumie fursa hii pia niweze kuwapongeza sana, niweze kupongeza baraza lako la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Mbozi kwa mafanikio makubwa mliyopata katika eneo hili la makusanyo ya mapato. Akiongea mbele ya baraza hilo pamoja na wananchi, mkuu wa wilaya ya Mbozi Hamad Mbega amesema kuwa watumishi wa halmashauri hiyo wako tayari kutumika kwa ajili ya maslahi ya wananchi, huku akiongeza kuwa juhudi zinazofanywa na baraza hilo katika utekelezaji wa majukumu yao ndiyo chachu ya maendeleo kwa halmashauri hiyo. Tumesikia maoni ya kamati ya fedha, lakini leo pia tumesikia ushauri na maoni ambayo baraza limetoa. Sisi kama wataalamu, sisi kama watumishi wa serikali, tumepokea yote ambayo mmeyasema kwa madiwani na tuko tayari kutekeleza kwa ajili ya manufaa ya wananchi wetu wa wilaya ya Mbozi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimshukuru sana mwenyekiti wa halmashauri hii kama Mwashiteti na baraza lake la madiwani kwa kuendelea kusimamia mapato ya halmashauri. Leo tunasimama kijeshi kufurahi kwa kazi kubwa ambayo madiwani hawa wamekuwa wakifanya mara kwa mara, ambayo imepelekea kuvuka malengo zaidi ya 100% ya mapato. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mafanikio haya yanatokana na juhudi ambazo tunazifanya kushirikiana vizuri sana. Madiwani hawa wa halmashauri ya wilaya ya Mbozi, madiwani wa mfano Mbozi jeli kwa madiwani ambao wako mbele kushirikiana sana. Kwa jambo lote ambalo linahusu maendeleo tunashirikiana pamoja na hakuna malumbano, na ndio maana hata umeona hata walikuwa wanachangia kwa hizo hoja za kujenga, lakini hakukuwa na malumbano aina yoyote, na ndio mfumo wetu sisi kama Mbozi tukubaliana kwamba kwa mambo ya msingi tukubaliana. Mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali mkoani hapa ameeleza kuwa ripoti hiyo inafanywa kwa maslahi mapana ya wananchi, huku mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilayani hapa Majaliwa Mlawizi akieleza kuwa ili kurahisisha maendeleo, kamati zipewe mamlaka ya kufuatilia na kukagua miradi mbalimbali inayopatikana katika maeneo yao. Kwa kufanya hivyo, inasaidia sana kuongeza ubora na hadhi ya ripoti ambayo inatolewa na mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali, kwa sababu mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali anafanya kazi kwa niaba ya wananchi. Mwisho wa siku ripoti inaenda kwa wananchi na kujadili matokeo yake na utekelezaji wake ni wananchi, na wananchi wanawakilishwa na nyinyi waheshimiwa madiwani. Mimi nilikuwa natamani nione kamati zote wanakwenda kufuatilia na kuhakikisha hii miradi, kwa sababu tutaongeza umakini wa usimamizi wa miradi hii. Kama tuna miradi, tunaweza kukuta kwa mfano tuna miradi inajengwa zaidi ya miradi 50-100, kwamba kamati ya fedha pekee inaweza kwenda siku moja kwenda kuangalia yote au kwenye wakati mmoja, inakuwa ni ngumu sana. Hiyo tukitoa nafasi kwa kamati zote kwenda kuangalia, itarahisisha na kuweka usimamizi ulio mzuri zaidi. Kwa mimi nilikuwa naomba hili lingeweza kuzingatiwa, lingeweza kusaidia sana kusimamia miradi yetu. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Songwe, Nicholas Ndabila,